Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mimi sikutegemea kama nitakuwa na kipindi ili nasema kuwa tayari wakati unaofanya usiofaa. Nilikuja tu kama rafiki wa PCM na kikasi. Bwana asifiwe. Nilikuja tu kwa huyu nikitokea pale Excellent. Wao hawako, wako fupi na rotation, si kama hapa hata wamekuja wachache, lakini basi jina la Bwana litukuzwe. Kuna wanafunzi wa Excellent hapa kweli? Amna, wengi wamesafiri kwa rotation. Basi tuombe kwa hili somo fupi tu. Baba, nakushukuru kwa nafasi hii ambayo umenipatia. Sikutegemea kama nitapewa nafasi hii, basi neema yako iwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Labda mimi niseme tu, PCM wanaita Public Campus Ministry, yaani huduma za vyuo vikuu ama tuseme huduma za umma, na mara nyingi ingawa concentration yetu iko sana kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu, lakini pia inahusu wanaasa, inahusu wale ambao wako katika sekondari kwa maana ya O-level na A-level kwa msingi wa Tanzania na nchi zingine inachukua hivyo. Na lengo kubwa la kuanzishwa PCM ni kuwafikia wanafunzi wote ambao wanasoma kuanzia tuseme sekondari na O-level na A-level na vyuo vya kati na vyuo vikuu, Waadventista wa Sabato, vile vyuo ambavyo maeneo ambayo hayamiliki na Waadventista. Mfano wake ni kwa mfano hichi chuo kimiliki na Waadventista, ni cha serikali lakini kina Waadventista wa Sabato walioko hapa. Kwa hiyo lengo hasa ni kutoa malezi, kwa maana nyingine ni kulichukua kanisa liloko kule local church. Ile kanisa local church linaletwa kwenye vyuo ama sekondari. Kwa hiyo tunalihamishia kanisa kutoka kule nyumbani, tunalileta katika vyuo vikuu na pia sekondari kwa maana ya O-level na A-level kwa msingi wa Tanzania. Na kwa nini tunasema tunalihamishia kanisa kutoka kule nyumbani kulileta kwenye vyuo ama sekondari? Kwa sababu wanafunzi hawa, kwa mfano wale wa sekondari wanakaa miaka mitatu, wengine miaka minne, wengine miaka 6, vyuo vya kati mwaka mmoja, miaka miwili, mitatu, vyuo vikuu miaka 4 mpaka miaka 6 kwa watu wa medicine. Kwa hiyo huyu akiwa chuoni huku na huku sekondari anahitaji kulitambua kanisa, na ndio maana pia hivi karibuni pale mlikuwa summit mumeelezwa ya kwamba sasa kwa mfano masomo haya Mastercard, SYL na nini tena na Mastercard na SYL zote zinapatikana zikiwa kule chuoni. Mtu wote ambao wamejiunga na haya madarasa mkono juu. Yes. Kwa hiyo kanisa limehamia wapi? Limehamia katika level hii, yaani unalipata katika level hii, na lengo kubwa tunasema kwamba ni malezi, yaani hiyo ndio lengo kubwa. Unapata malezi yote ya kiroho. Sasa kuna vyuo vingine ambapo tumeruhusu ibada zifanyike kwenye vyuo. Nilisikia hapa Dukse, kuna mwanafunzi mmoja yeye kunitumia text akaniambia mnaabudu hapa Jumamosi. Hivi ni kweli? Ni kweli? Mimi leo naona usali hapa. Very good. Hili ni kanisa ambalo liko hapa. Nadhani kwenye mwongozo wa PCM kwa tukasa Tanzania, kwa sababu ulimwenguni kote inajulikana kama PCM.
hapa Tanzania inajulikana TUCASA. Ukienda Kenya, hapo mimi nimesoma sana kule, ile degree yangu ya kwanza na pili, na nimespecialize kwenye public campus ministry, wanaita TUCASA. Wao wanaita TUCASA. Na Uganda nao wanajua wanavyoita. Unaona? Kila nchi inaita kwa jina lake. Hata usije kusema TUCASA, ukiangalia Kenya hamna TUCASA, iko ya kwao na jina lao. Bwana asifiwe. Inaanza tu na ile jina la nchi. Kwa hiyo sasa kanisa liko hapa kuna kanisa. Ukienda kwa mfano Excellent College ambapo mimi nalea, tunaabudu kila Jumamosi. Hilo ni kanisa. Na mnaziita PCM chapters kwenye mwongozo wenu wa TUCASA. Mnaziita PCM chapters. Na nakumbuka nilipokuwa Ifakara, nililea wana TUCASA wa Ifakara. Pia niliwahimiza sana kuzitengeneza hizo PCM chapter nyingi sana. Kwa mfano ukienda pale Kilombero, Institute of Kituo cha Kilimo pale Kilombero, wao wanasali kila Jumamosi. Na kanisa mahalia ambao linalea eneo hilo linazipeleka huduma zote za kanisani pale. Nadhani hapa mnaelewa na Temeke hapa na Peko. Wanazileta zile huduma zote za kanisani wapi? Hapa. Kwa mfano meza ya Bwana mnaletewa hapa, habari ya ushirika mnaleta. Na hiyo ni muhimu sana. Sijua Mungu wenyewe alikuwa linahimizwa na wana TUCASA. Yaani mnapokuwa pale mnaleta ushirika pale kwa kanisa lililo karibu na nyinyi, yaani waacho wanawapatia malezi ya kiroho. Kwa leo hiyo kwa Tanzania hapa, kwa sababu vio vingi bado viko under local pastors, lakini kwingine inakuwa chini ya chaplain full. Kwa hiyo kwa Tanzania basi mnapokuwa mnaabudu katika maeneo yenu, kwa mfano pia kule Dodoma, Pastor Mbogo aliambia yeye ameanzisha hizo PCM chapters nyingi kwenye makanisa. Hata UDOM nao niliwahi kusali pale. Sasa hivi wao ni mtaa. Kwa hiyo mkiwa hivyo, kama mjakuwa mimi kama kanisa mkamilikishwa, mnaomba huduma za malezi toa kwa kanisa lililo karibu na nyinyi. Na mwongozo unaeleza kwamba nini ibada zenu zinapaswa kufanyika katika vyuo vikuu ikiwa mmepata fursa ya kuabudu katika maeneo hayo. Bwana asifiwe sana. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Ikiwa mmepata hiyo fursa, na mimi in fact nahamasisha sana wanafunzi kufanya ibada kwenye vyuo vikuu, kwa sababu pale wanapata malezi yote ya kanisa. Lakini sasa lengo la pili ambalo ninaamini leo mnakuwa mkilizungumza sana ni utume. Utume, ingawa sipingani sana na vile mnasema mnaenda mbali kuhubiri wakati wa likizo na nini, lakini utume wenu kwa sehemu kubwa, na hili nimekuwa likisitizwa nadhani na mchungaji hapa Emmanuel Yendu, utume wenu hasa uko kwenye vyuo vikuu. Bwana asifiwe sana. Yaani kama mngekuwa mnatumia gharama zote mnazotumia kwenye vyuo vikuu, ingewasaidia sana. Huko ndio kwenye utume wenu. Na mimi kwa hizo weka ambazo nimepewa, ninawahimiza sana. Kwanza, jivunieni kuwa wana TUCASA. Bwana asifiwe. Lakini pili, kama hauna mlezi pale kwenye chuo chenu, maana kuna kwanga na PCM leaders ni walezi kutoka makanisani, lakini kuna wachungaji maalum wanaitwa chaplain. Kama mimi hapa ni specialist chaplain kabisa, na najivunia kuwa hivyo. Kwa hiyo kuweni karibu na walezi wenu ambao ndio wanawalea wale kama wachungaji. Hapa si kama yuko ambaye analea TUCASA yenu, lakini namuona yeye wa conference yupo, nimeambiwa yupo, na mimi nalea pale Excellent. Kwa hiyo kuweni karibu na hao walezi wenu. Lakini kuna wale walezi wa PCM na wale ambao ni wa conference na mpaka union mwe karibu nao. Na jivunieni kufanya utume wakati wote mtakapokuwa chuoni, kuwafikia wanafunzi wenzenu. Kwa mfano, nunueni masomo ya sauti ya unabii. Pale sisi tunatumia masomo mengi ya sauti ya unabii kuwafikia wanafunzi, na kama ni huduma za afya pia mnaweza kuzifanya. Nadhani kwa muda ambao nimepewa waweza dakika 5 na nafikiri kwa kifupi hiyo ndio PCM
jivunieni kuwa wana PCM na mtumikieni Mungu wakati wote mtakapokuwa hapo, na lihamisheni kanisa kwenye vyuo vikuu, na Bwana awabariki sana za huduma hii. Kwa hivyo ninakusihi kwa namna ya pekee, endelea kuliongoza kanisa lako, kuwapatia malezi mazuri zaidi ya kanisa, na jina lako liendelee kutukuzwa katika jina la Yesu, amina. May God bless you.